أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema nitaeleza habari za kushiriki kwa Hat Usman radhiyallahu ta'ala anhu katika mapigano mbalimbali kama ambavyo imeshaelezwa kuhusu vita vya Badr ya kwamba Hat Usman alikuwa hakuweza kushiriki katika vita vya Badr kwani mkewe Hat Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa sana. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ya kwamba abaki Madina ili kumuuguza na akamjumuisha miongoni mwa washiriki wa vita vya Badr. Ndiyo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtolea sehemu katika niara za vita na kwenye malipo yake kama walivyopata washiriki wengine wa Badr. Vita vya Ghatfan ilitokea Muharram au Safar mwaka wa 3 wa Hijria. Kwa ajili ya vita vya Ghatfan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kuelekea Najd akamteua Hat Usman kama amiri wa Madina. Hivyo yeye hakushiriki katika vita hiyo. Vile vile maelezo ya mapigano hayo Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameyaeleza kama hivi: baadhi ya makabila ya Banu Ghatfan, yani watu wa Banu Thalba na Banu Muharib, kutokana na uchochezi wa mpiganaji wao maarufu Dosur bin Haris, wakiwa na nia ya kuivamia ghafla Madina kwa mara nyingine, walianza kukusanyika katika sehemu moja ya Najd iitwayo Zi Amr. Lakini kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kuhusu harakati na mipango ya maadui zake, hivyo kwa wakati tu akapata kujua kuhusu nia yao ya kutisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyokuwa jenerali hodari akifuatana na kundi la masahaba 450 alitoka Madina mwishoni mwa Hijria 3 au mwanzoni mwa mwezi wa Safar na akaelekea kwa kasi na akafika karibu na Zi Amr. Maadui walipopata taarifa ya ujio wake wakapanda haraka haraka milima iliyo karibu nao na kujisalimisha na Waislamu walipofika Zi Amr wakaikuta medani ilikuwa haina watu isipokuwa bedui mmoja wa Banu Thalba ambaye jina lake lilikuwa Jabbar. Akakamatwa na masahaba ambaye wakamkamata na kumleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kuhusu hali halisi na ikabainika kuwa watu wote wa Banu Thalba na Banu Muharib wamejificha kwenye milima na hawatakuja mbele ya Waislamu katika medani wazi. Katika hali hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimika kutoa amri ya kurejea, lakini vita hiyo ikaleta faida moja ya kwamba wakati huo hatari iliyokuwa imepatikana kutoka kwa Banu Ghatfan ikaisha kwa muda.
mapigano ya Uhud yaliyotokea Shawal Hijria 3, Hazrat Osman alikuwa ameshiriki katika vita vya Uhud. Katika mapigano haya lilikuwepo kundi moja la maswahaba ambao kwa sababu ya kushambuliwa ghafla na kuisikia habari ya kuuawa shahidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wametawanika katika medani, na wakati ukawadia ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki na kundi moja dogo tu la masahaba 12. Hazrat Usman alikuwa katika kundi la kwanza. Waislamu walipopata ushindi juu ya jeshi la Kikuraishi na wakaanza kukusanya niara za vita, kikosi cha wapiga mishale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaamrisha wabaki katika mahali pao, wao kwa kuona ushindi huo wakaacha mahali pao, ilhali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaamrisha kwamba kamwe wasiache mahala pao. Khalid bin Walid ambaye alikuwa bado hakusilimu, yeye kwa kuona hali hiyo mara moja akawashambulia Waislamu kutoka sehemu ile. Uamizi huo ulikuwa wa ghafla na wa mkali kiasi hiki kwamba Waislamu wakatawanika. Miongoni mwa masahaba hawa waliotawanika jina la Usman pia linaelezwa. Qur'ani tukufu inawazungumzia watu hawa ikisema kuwa kutokana na hali makhsus za wakati ule na kwa kuona imani halisi na ikhilasi ya watu hawa, Mwenyezi Mungu aliwasamehe. Hivyo Mwenyezi Mungu anasema, innal lazina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inma istazallahumush shaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum inna allaha ghafurun halim. Hakika wale waliorudi nyuma miongoni mwenu siku ambayo majeshi mawili yalikutana, kwa yakini shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya walioyachuma, na bila shaka Allah amesha wasamehe. Hakika Allah ni msamehevu mpole sana. Hazmiza Bashir Ahmad Sahib akieleza hali halisi ya Waislamu kama ilivyotokea katika vita hii, ameandika hivi katika sera ya Khataman Nabiyyin ya kwamba anasema ya kuwa jeshi la Kuraishi lilikuwa limewazingira Waislamu toka pande 4, na kutokana na mashambulizi yao ya mara kwa mara likawa limewakandamiza. Hata hivyo huenda Waislamu wangestawi baada ya muda kidogo, lakini shida itokayo ni kwamba mwanajeshi mmoja jasiri wa Kuraishi, Abdullah bin Qamiya, akamshambulia mshika bendera wa Waislamu Musab bin Umair, na kwa upanga wake akaukata mkono wake wa kulia. Musab mara moja akashika bendera na mkono wa pili na akasonga mbele kupambana na Ibn Qamiya, lakini yeye katika shambulio la pili akaukata mkono wake mwingine. Hapo Musab akaiunganisha mikono yake miwili kwa pamoja na akajaribu kushika bendera ya Islam iliyokuwa karibu ya kudondoka na akaikumbatia na kifua chake. Hapo Ibn Qamiya akamshambulia kwa mara ya 3, na safari hii Musab akauawa shahidi na kuanguka chini. Muislamu mmoja akasonga mbele na akaishika bendera hiyo, lakini kwa kuwa umbo la Musab ulikuwa ukifanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qamiya akaelewa kuwa mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yawezekana kuwa atakuwa ameamua kufanya hivyo kwa nia ya udanganifu na njama tu. Hivyo yeye akapiga kelele kwamba yeye amemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari hiyo ikawamaliza Waislamu wote na umoja wao ukatawanika vibaya, na masahaba wengi wakashikwa na huzuni na wakasambaratika. Wakati ule Waislamu walikuwa wakigawanika katika makundi 3.
lilikuwepo kundi moja ambalo kwa kuisikia habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa limeikimbia medani, lakini kundi hilo lilikuwa dogo sana, au tuseme kwamba lilikuwa limekata tamaa na kutawanika. Miongoni mwa hawa Hatusman pia alikuwepo, lakini kama ilivyoelezwa na Qurani tukufu kwamba kutokana na hali makhsus ya wakati ule na kwa kuona imani halisi na ikhlasi yao, Mwenyezi Mungu akawasamehe. Baadhi yao wakafika hadi Madina, na hivyo habari ya kufikirika ya kuuawa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kushindwa kwa jeshi la Islam ikafikia Madina, ambayo ikaleta taharuki katika mji mzima, na Waislamu wanaume kwa wanawake, watoto kwa wazee, katika huzuni sana wakatoka nje ya mji na kuelekea Uhud, na wengine wakikimbia mbio wakafika katika medani ya vita, na kwa jina la Allah wakaingia katika safu za maadui. Katika kundi la pili walikuwepo watu wasiokimbia, lakini kwa kuisikia taarifa ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamekata tamaa, au walikuwa wakielewa kuwa sasa kupigana vita ni bure tu, hivyo wakiwa pembeni mwa medani wakakaa. Kundi la tatu lilikuwa likipigana barabara. Miongoni mwa hawa walikuwepo watu ambao walikuwa wakijumuika pembezoni mwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanaonyesha ujasiri na ushujaa wao, na wengi walikuwa wale walikuwa wakipigana katika medani wakiwa mmoja moja. Watu hawa na wale wa kundi la pili, kila walipokuwa wakijua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, walikuwa wakijumuika pembezoni mwake, huku wakipigana na maadui kwa jazba kali. Wakati ule vita ilikuwa na hali yake kwamba jeshi la Quraishi lilikuwa likisogea mbele kama mawimbi ya bahari yanavyoumbika, na katika medani ya vita mvua ya mishale na mawe ilikuwa ikinyesha toka pande zote. Maswahaba kwa kuona hali hiyo yenye kutisha wakamzingira mtume sallallahu alaihi wasallam na wakauficha mwili wake mtukufu na miili yao. Lakini hata hivyo, pale walipokuwa wakishambuliwa na wimbi la uvamizi, watu hawa wachache walikuwa wakisukumwa hapa na pale, na katika hali hiyo saa nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibaki peke yake. Kwa vyote vile inasimuliwa ya kwamba Hat Usman kwa kukata tamaa au kwa sababu nyingine, wakati huo akisikia habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameondoka kutoka kule, na vivyo hivyo wengine waliokuwa wamekata tamaa na kuketi pembeni. Hat Umar alikuwa mmoja wao, ambaye habari zake zitaelezwa katika wakati wake. Sasa nitaeleza kuhusu ubalozi uliofanywa wakati wa suluhu ya Hudaibia na ikafanywa bayati Rizwan, jinsi ya Usman alivyochangia katika maswala hayo na matukio yake ni yepi. Mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam aliona ruya ya kwamba yeye na maswahaba zake wanaingia katika nyumba takatifu kwa amani, huku wamenyoa vichwa vyao na kufupisha nywele zao. Kwa msingi wa ruya hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Zulqaada mwaka wa 6 hijria, akifuatana na maswahaba zake wapatao 1400 alitoka Madina ili kufanya umra na kupiga kambi katika eneo la Hudaybiyah. Quraish wakamzuia mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya umra. Makundi haya yalipoingia katika mazungumzo na mtume sallallahu alaihi wasallam, alipata kusikia kuhusu hali ya jazba ya watu wa Makka. Akasema kwamba mtu mwenye athari atumwe Makka, ambaye awe mkazi wa Makka na atokane na kabila tukufu la Quraishi. Hivyo kwa ajili ya kutekeleza shabaha hiyo, Hazrat Usman radhiyallahu anhu akatumwa. Hamiza Bashir Ahmad Sahib ameeleza maelezo yake ambayo nayaeleza hapa.
yeye ameandika ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliona ndoto ya kwamba yeye pamoja na maswahaba zake anafanya tawafu ya nyumba takatifu. Wakati ule mwezi wa Zulqada ulikuwa karibu kuanza, ambao katika zama za ujahili ulikuwa unahesabika kati ya miezi minne ile ambamo kupigana vita kulikuwa haramu. Kana kwamba upande mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ruya hiyo, na upande wa pili muda huo ulikuwa muda ambapo vita zilikuwa zikisitishwa na utulivu na amani ilikuwa ikipatikana katika Uarabuni mzima, ijapokuwa siku hizi hazikuwa siku za hija, na hadi sasa amri ya kufarazishwa kwa hija ya Islam ilikuwa bado haijashuka, na sawa na desturi ya zamani tawafu ya Kaaba ilikuwa inafanywa. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona ruya hiyo akawaambia maswahaba zake kwamba wajiandae kwa ajili ya umra. Wakati huo akawatangazia maswahaba ya kwamba kwa kuwa katika safari hii hatuna nia ya kupigana vita ya aina yoyote, bali shabaha yetu ni kutekeleza kwa amani ibada ya dini tu, hivyo Waislamu hawatakiwi kuchukua silaha zao katika safari hii, isipokuwa sawa na utamaduni wa Warabuni wanaweza kubeba panga zao hali ziwe zimefungwa kwenye ala zake kama wanavyofanya wasafiri. Na sambamba na hilo akawahimiza mabedui waishio jirani ya Madina ambao kizwahiri walikuwa pamoja na Waislamu kwamba nao pia wakishiriki pamoja nasi watekeleze ibada ya umra. Lakini ni jambo la kusikitisha kwamba mabedui hawa wenye imani dhaifu waliokuwa wakijiita Waislamu na walikuwa wakiishi karibu na Madina wakasusa kutoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa watu wachache tu, kwani walikuwa wanafikiri kwamba japokuwa nia ya Waislamu ni kufanya umra tu, lakini hata hivyo Wakuraishi watawazuia Waislamu na hivyo kutatokea mapigano nao. Na wao walikuwa wanaelewa kwamba kwa kuwa mapigano haya yatatokea karibu na Makka na mbali na Madina, hivyo hakuna Muislamu atakayeweza kusalimika na kurudi nyuma, hivyo wakaogopa na hawakushiriki pamoja na Waislamu. Kwa vyote vile mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jumuiya ya maswahaba wapatao 1400 mwanzoni mwa Zulqada mwaka wa 6 wa Hijria, siku ya Jumatatu asubuhi akatoka Madina. Katika safari hiyo mkewe mtakatifu Umm Salama alikuwa pamoja naye, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Namila bin Abdullah kuwa amiri wa Madina na Abdullah bin Maktum kuwa imamu salat ambaye alikuwa kipofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Zulhulaifa ambayo inapatikana njiani iendayo Makka ikiwa na umbali wa kama maili 6 kutoka Makka, akatoa amri ya kusimama, na baada ya kusalisha sala ya azuhuri akatoa amri ya kupiga alama juu ya ngamia wa zabihu ambao katika idadi walikuwa 70, na akawaagiza maswahaba ya kwamba wavae mawazi makhsus ya wahaji ambayo kiistilahi yanaitwa ihram, naye mwenyewe pia akafunga ihramu, na kisha kwa ajili ya kuijua nia na mipango ya Wakuraish akamtuma Busr bin Sufyan ambaye alikuwa akitokana na kabila la Khuza lililokuwa karibu na Makka ili atangulie mbele, na mwenyewe polepole akaelekea Makka. Na chini ya uongozi wa Abad bin Bishr akateua kikosi cha wapanda farasi 20 kama tahadhari zaidi ili wawe mbele ya kundi kubwa la Waislamu. Baada ya safari ya siku chache mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na Asfan ambayo inapatikana njiani iendayo Makka ikiwa na umbali wa takribani manzali 2 na manzali moja inakuwa na maili 9, hapo mtu huyo aliyekuwa ametangulia mbele akaja kwake na kumjulisha kuwa
wakuraishi wa makka wana hasira kali na wamefunga nia ya kukuzuia hadi baadhi yao kwa ajili ya kuonyesha jazba na hasira yao wamevaa ngozi za chui na wana nia ya kupigana vita na kuwazuia waislamu. Pia ikabainika kuwa makuraish chini ya uongozi wa Khalid bin Walid ambaye hadi wakati ule alikuwa bado hajasilimu wametuma kikosi cha wanajeshi na kikosi hicho kimeshafika karibu ya waislamu na Ikrima bin Abu Jahel pia yupo katika kikosi hicho na kadhalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia habari hiyo akawaamrisha masahaba kwamba ili kuepukana na vita waache njia maarufu ya Makka na wakielekea upande wa kulia wasonge mbele. Hivyo waislamu wakachagua njia isiyo rahisi na wakielekea baharini wakaanza kusonga mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitumia njia hiyo alipofika karibu na Hudaybiyah ambayo ina umbali wa maili 9 tu kutoka Makka, na kutoka njia panda ya Hudaybiyah linaanza bonde la Makka. Hapo ngamia yake ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Al-Quswa na katika vita nyingi alikuwa ametumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla akaketi chini na licha ya kumuinua mara kwa mara alikuwa hataki kuinuka. Maswahaba wakasema kwamba labda ngamia huyo amechoka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, hajachoka wala hana tabia ya kuketi hivi, bali hakika ndiyo hii kwamba dhati yule ambaye kabla yake alikuwa amewazuia tembo ya watu wenye tembo kuelekea Makka ndiye aliyemzuia ngamia huyo. Basi na hapa kwa Allah, wakuraishi wa Makka chochote watakachoomba kutoka kwangu kwa ajili ya heshima ya nyumba takatifu mimi nitakubali tu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ngamia yake kwamba ainuke, na kudra ya Mungu safari hii akainuka mara moja na akawa tayari kutembea. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda naye hadi upande wa pili wa bonde la Hudaybiyah, na huko akisimama karibu na chemchem na akashuka chini ya ngamia, na katika sehemu hiyo hiyo sawa na amri yake maswahaba wakapiga kambi. Kisha habari inayoelezwa mbele ni kwamba kivipi maongezi ya suluhu yalivyoanza na Makuraish. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika bonde la Hudaybiyah alipiga kambi karibu na chemchem ya bonde hilo. Maswahaba wakapiga kambi katika eneo hilo. Ndipo kiongozi maarufu wa kabila la Khuzaa, Budail bin Warqa, ambaye alikuwa anaishi maeneo ya jirani tu akifuatana na wenzake wachache, akaja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia ya kwamba viongozi wa Makka wako tayari kupigana vita na kamwe hawatakuruhusu kuingia Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sisi hatukuja kupigana vita, bali nia yetu ni kufanya umra pekee. Lakini ni jambo la kusikitisha kwamba moto wa vita umewateketeza Makuraishi wa Makka na kuwafanya kuwa majivu. Hata hivyo watu hawa hawajirekebishi, nami niko tayari kufunga nao mkataba huu kwamba wasitishe vita zidi yangu na waniache niwe na uhuru kwa ajili ya watu wengine. Yani sitakuwa na uhusiano wowote na watu wa Makka na nitawafikishia watu wengine ujumbe wa Islam. Lakini ikiwa watakataa kukubali pendekezo langu hilo na wataendelea na vita, basi na apa kwa dhati ambaye uhai wangu umo mkononi mwake kwamba mimi pia katika kupigana nao sitarudi nyuma hadi nijitolee uhai wangu katika njia hii au Mungu anijalie ushindi. Ikiwa katika mapigano
zidi yao nitakufa, basi mambo yatakwisha. Lakini ikiwa Mungu atanijaalia ushindi na dini niliyoileta itapata nguvu, basi watu wa Maka pia hawatakuwa na njia nyingine isipokuwa kuikubali. Hutuba yake iliyojaa ikhlasi na machungu ikaleta athari kubwa kwa Budayl bin Waraka, naye akasema kwamba nipatie muhula kidogo ili niende Makka na niwafikishie ujumbe wako na nijaribu kuleta suluhisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu, na Budayl akifuatana na watu wachache wa kabila lake akaelekea Makka. Budayl bin Waraka alipowasili Makka akawajumuisha wa Quraishi na akawaambia kwamba nimetoka kwa mtu huyu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ameweka mbele yangu pendekezo moja, ikiwa mnaniruhusu basi niliweke mbele yenu. Hapo watu wenye hasira na wasio na busara wa Quraish wakasema kwamba sisi hatuko tayari kumsikiliza mtu huyo. Lakini watu wenye busara wakasema, haya, tuambie lile pendekezo ni lipi. Hivyo Budayl akalirudia pendekezo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mtu mmoja aitwaye Urwa bin Masud, ambaye alikuwa kiongozi mwenye mamlaka ya kabila la Thaqif na wakati ule alikuwepo Makka, akasimama na kwa kutumia njia ya kale ya Kiarabu akawaambia Quraishi kwamba eni watu, je, mimi si kama baba yenu? Wao wakasema ndio. Kisha akasema, je, nyinyi si kama wana wangu? Wao wakasema ndio. Kisha Urwa akasema, je, mna lolote la kutoku niamini? Wakasema hapana. Hapo Urwa akasema, basi rai yangu ni kwamba mtu huyo, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameweka mbele yenu jambo ambalo ni bora, hivyo yawapasa kulikubali pendekezo lake na muniruhusu ili nimwendee kwa niaba yenu na niongee naye zaidi. Makuraishi wakasema, sawa, uende tu ukaongee naye. Wakati ule yeye alipofika katika hafla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuhudia manzari yenye kuvutia. Urwa akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaongea naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akairudia hutuba yake ile ile ambayo alikuwa ameshatoa mbele ya Budayl bin Waraka hapo kabla. Urwa kwa jumla alikuwa anaafiki na rai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ili aweze kutimiza vizuri haki ya kuwa mbalozi wa Quraysh alikuwa anataka masharti mengi yawe katika haki yao. Urwa baada ya kuongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea kwa Quraysh na akaenda kuwaambia akisema kwamba eni watu, nimesafiri sana duniani, nimehudhuria katika majumba ya wafalme na mbele ya Kaisar na Kisra na Najashi, nimeshahudhuria kama mjumbe, lakini wallahi kama ambavyo nimewaona maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimheshimu, hiyo sijawahi kuona katika sehemu nyingine. Kisha akawaelezea kama alivyokuwa akishuhudia katika hafla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwishowe akasema kwamba mimi nawashaurini ya kuwa pendekezo la Muhammad sallallahu alaihi wasallam lina uadilifu wote, hivyo yawapasa kulikubali. Kiongozi wa kabila la Bani Kanana ambaye jina lake lilikuwa Hulas bin Alqama alipomsikia Urwa akawaambia Quraish kwamba ikiwa mnapenda basi mimi nimwendee Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wakasema haya, nenda tu. Hivyo mtu huyo akaja Hudaybiyah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona kutoka mbali akija akawaambia maswahaba kwamba mtu huyo anayekuja kwetu anatokana na kabila linalopenda manzari za zabihu. Basi mara moja muwakusanye wanyama wenu wa zabihu na muwalete mbele yake ili aweze kujua ya kwamba tumekuja kufanya nini. Hivyo maswahaba wakawakusanya wanyama wao wa zabihu
na kupiga takbira kwa sauti ya juu na wakajumuika mbele yake. Yeye alipoona manzari haya akasema kwamba subhanallah, subhanallah, hawa ni wahaji tu, hawezi kuzuiliwa kufanya tawafu ya Baitullah. Hivyo yeye kwa haraka akarejea kwa Quraysh na akawaambia kwamba nimeona waislamu wamefunga makoja ya zabihu shingoni mwa wanyama wao na juu yao wameweka alama za zabihu, hivyo sio vyema kuwazuia kutoka tawafu ya Kaaba. Wakati huo Wakuraishi walikuwa wamegawanika vibaya na yakawa na makundi mawili. Kundi moja lilikuwa linawataka waislamu warudi nyuma na lilikuwa tayari kupambana nao katika kila hali, lakini kundi jingine likifikiri kuwa hicho ni kinyume cha desturi zao za kale, lilikuwa linaogopa na likatamani kufikia muafaka. Hivyo mambo yalikuwa yanakwama. Wakati huu kiongozi mmoja wa Uarabuni, Mikraz bin Hafs, akawaambia wa Quraysh kwamba niache niende ili nifikie muafaka fulani. Quraysh wakasema haya, nenda ukajaribu. Hivyo yeye akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona kutoka mbali anakuja kwake na akawaambia maswahaba kwamba Mungu alete kheri, mtu huyu si mwema. Mikraz akaja kwake na akaanza kuongea naye, lakini pale alipokuwa anaongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkuu maarufu wa Makka Suhail bin Amr pia akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye labda Makuraishi katika hofu yao badala ya kumsubiri Mikraz arudi kwao walikuwa wamemtuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona Suhail anakuja kwake alisema kwamba sasa Suhail anakuja, Mungu akipenda mambo yatakuwa rahisi tu. Wakati ule likatokea tukio jingine ya kwamba wawakilishi wa Quraysh walipoanza kuja mmoja baada ya mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akihisi kwamba mtu fulani mwenye busara pia atoke kutoka kwake na awaende Qurayshi, ambaye kwa hikma na kwa huruma aweze kuwafahamisha kuhusu fikra na nia za Waislamu. Hivyo kwa ajili yake akamchagua Khirash bin Umayya, ambaye alikuwa ametokana na kabila la Khaza, yani kabila lile ambalo mwakilishi wa kwanza wa Quraysh Budayl bin Warqa alikuwa ametokana nalo. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia ngamia yake kama kipando. Khirash akawaendea Quraishi, lakini kwa kuwa maongezi yalikuwa bado yameanza tu na vijana wa Quraish walikuwa na hasira kali, hivyo kijana mmoja aitwa Ikrima bin Abu Jahl akamvamia ngamia ya Khirash na kumjeruhi vibaya, ambayo sawa na desturi ya Uarabuni ilikuwa na maana kwamba sisi tunawazuieni kwa nguvu. Pamoja na hayo, kundi hilo la Quraysh lenye hasira kali lilikuwa linataka kumshambulia Khirash, lakini wazee wakaingilia kati na kumsalimisha. Khirash akarejea katika kambi ya Kiislam. Quraishi wa Makka hawakuishia hapa, bali kutokana na jazba na hasira yao wakanuia kwamba sasa kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wamefika karibu na Makka na wamekuwa mbali na Madina, hivyo tuwashambulie na tuwapatie hasara kwa kadri tunavyoweza kuwapatia. Hivyo kwa kutekeleza shabaha hiyo wakalituma kundi la watu 40 au 50 kuelekea Hudaybiyah, na mbali na maongezi haya yaliyokuwa yakifanywa kati ya makundi mawili, wakawaamrisha kwamba waendelee kuzunguka kambi ya Kiislam na wachungulie, na wakipata nafasi basi wawapatie Waislamu hasara. Bali sawa na riwaya zingine tunapata kuelewa kwamba watu hawa walikuwa 80, na wakati huo Quraysh walikuwa wamepanga njama ya kuumua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa fadhila za Allah Waislamu walikuwa makini. Hivyo siri ya njama ya Quraysh ikafichuka na watu hawa wote wakakamatwa. Waislamu kwa kuona kitendo hicho kilichofanywa na watu wa Makka katika miezi mitukufu na katika eneo tukufu,
wakajawa na hasira kali, lakini mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akawasamehe watu hawa na hakupenda kwamba maongezi ya suluhu ya kwame njiani. Qurani tukufu pia imezungumzia kitendo hicho cha watu wa Makka inaposema huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni makkata min ba'di an azfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Na yeye ndiye aliyeizuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Makka baada ya kuwapeni ushindi juu yao, na Allah ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Khalifa mtukufu anasema kwamba sisi katika hali hizi na kwenye matukio hayo tunapoangalia jinsi mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alivyosubiri na kuvumilia na akajaribu kustawisha amani, tunapata kuelewa ya kwamba subira hiyo na juhudi zake za kustawisha amani ni mambo yasiyo na mfano wake duniani kote. Kwa siku zote alikuwa akijaribu kuleta amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu njama ya Quraishi na akasikia kutoka Khirash bin Umayya kuhusu hasira na jazba ya watu wa Makka, hapo kwa lengo la kuwapoza na kuwaongoza Quraishi akasema kwamba mtu mwenye athari kubwa, mtu mwenye nguvu atumwe Makka, ambaye awe mkazi wa Makka na atokane na kabila tukufu la Quraish. Yani hata hivyo hakukata tamaa na akaamua kumtuma mtu fulani. Hivyo akamwambia Hazrat Umar bin Khattab ya kwamba ni vyema wewe uende Makka na kwa niaba ya Waislamu utekeleze wajibu wa kuwa mwakilishi. Hazrat Umar akasema kwamba ya Rasulullah, wajua ya kwamba watu wa Makka ni adui zangu, na wakati huu mjini Makka hakuna mtu mwenye nguvu anayetokana na kabila langu ambaye awe na mamlaka juu ya watu wa Makka. Hivyo ushauri wangu ndio huu kwamba ili tuweze kurahisisha njia ya kupata ufaulu kwa ajili ya kazi hii achaguliwe Uthman bin Affan, ambaye kabila lake Banu Umayya lina nguvu kweli kweli na watu wa Makka hawatathubutu kufanya hila zidi yake. Na ikiwa akitumwa Uthman, basi matumaini ya kupata mafanikio ni zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda ushauri wake na akamwambia Uthman kwamba aende Makka na awajulishe Quraishi kuhusu nia ya Waislamu ya kufanya umra, na akampatia barua ambayo ilikuwa kwa ajili ya viongozi wa Quraish. Katika barua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza kuhusu shabaha ya ujio wake, na alikuwa amewahakikishia Quraish kwamba nia yetu ni kutekeleza ibada tu, nasi tukitekeleza ibada ya umra kwa amani tutarejea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Usman kwamba jaribu kuonana na Waislamu wanyonge wa Makka na uwape moyo na uwaambie kwamba wafanye subira. Hivi karibuni Mwenyezi Mungu atatufungulia mlango wa ufaulu. Hazrat Usman akaenda Makka na ujumbe huo, na akikutana na Abu Sufyan ambaye wakati ule alikuwa kiongozi mkuu wa Makka na alikuwa jamaa yake ya karibu, akahudhuria katika mkutano wa watu wa Makka. Na katika mkutano huo Hazrat Usman akawasomea ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao viongozi mbalimbali wa Quraysh pia wakausoma. Lakini hata hivyo watu hawa hawakubadilika na wakasema kwamba mwaka huu Waislamu hawaruhusiwi kuingia Makka. Hazrat Usman alipowasisitiza, Quraysh wakasema kwamba ikiwa una shauku zaidi basi tunakuruhusu ili ufanye tawafu ya Baitullah, lakini sio zaidi yake. Hazrat Usman akasema kwamba inawezaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam azuiliwe nje ya Makka nami nifanye tawafu? Lakini Quraishi hawakubali
na mwishowe hat Uthman kwa kukata tamaa akaanza kujiandaa kurejea. Wakati huo watu wenye shari wa Makka wakapata wazo la kufanya njama, na wakiwa na fikra hii kwamba labda kwa njia hii wataweza kupata maslahi zaidi katika mkataba, wakamzuia Uthman na wenzake katika Makka. Huko kwa Waislamu fununu ikashamiri kuwa watu wa Makka wamemua Uthman. Habari hiyo ikafika na ikamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam apate huzuni sana na hasira kali. Ndipo akachukua bayati ya Ridwan. Kuhusiana na hiyo imeandikwa kuwa habari hiyo ikafika Hudaybiyah na Waislamu wakajawa na hasira kali, kwani Uthman alikuwa mwanamke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa miongoni mwa maswahaba wenye heshima sana, na alikuwa ameenda Makka akiwa mbalozi wa Kiislamu, na siku hizi zilikuwa za miezi mitukufu na Makka yenyewe ilikuwa eneo lenye heshima. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akawatangazia Waislamu wote kwamba wajumuike chini ya mti. Maswahaba walipokusanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza habari hiyo akasema kwamba ikiwa habari hiyo ni ya kweli, wallahi hatutarudi nyuma hadi tuchukue kisasi cha Uthman. Kisha akawaambia maswahaba kwamba njoni mkaahidi kwa kuweka mkono wenu juu ya mkono wangu, ambayo ni njia ya kufanya bayati katika Islam, kwamba hakuna yeyote atakayerudi nyuma na atajitolea uhai wake na hataacha sehemu yake. Maswahaba kwa kusikia tangazo hilo wakaanza kushindana katika kufanya bayati, na Waislamu hawa wapatao 1400 kila mmoja wao akajiuza kwa mara nyingine tena juu ya mkono wa kipenzi chake. Wakati wa kupokea bayati, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake wa kushoto juu ya mkono wake wa kulia na akasema kwamba huu ni mkono wa Uthman, kwani ikiwa angekwepo hapa asingebaki nyuma katika biashara hiyo tukufu, lakini wakati huu yeye amejishughulisha katika kutekeleza kazi ya Mungu na mtume wake, na hivyo bayati hiyo ikafanywa. Katika historia ya Islam, bayati hiyo inajulikana kama bayati Ridwan, yani mafungamano yaliyoriziwa na Allah. Qurani tukufu imeizungumzia bayati hiyo inaposema, laqad raziyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba. Yani kwa hakika Allah amewawawia razi waaminio walipofungamana nawe chini ya mti, na aliyajua yaliyomo mioyoni mwao, basi akatirimsha utulivu juu yao na akawalipa ushindi wa karibu. Maswahaba watukufu kwa siku zote walikuwa wakieleza habari ya bayati hiyo kwa ufahari na kwa mapenzi makubwa, na wengi wao walikuwa wakiwaambia watu wa baadaye kwamba nyinyi mnasema kwamba ushindi wa Maka ndio ushindi hasa, lakini tulikuwa tunaichukulia bayati Ridwan kuwa ushindi wa kweli. Na hakuna shaka kwamba bayati hiyo ikiwa na masimulizi yake ilikuwa ni ushindi wenye shani kubwa, kwani hiyo ikawafungulia Waislamu mlango wa kupata ushindi wa baadaye, na pia kwa kupitia bayati hiyo roho ile ya kujitolea ya Islam ambayo ni jambo la msingi la dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikadhihiri kwa shani yake ya ajabu, na wapendao Islam wakaonyesha kwa matendo ya kwamba wao kwa ajili ya mtume wao na kwa ajili ya kulinda dini yake wako tayari kutoa kila kitu. Ndiyo maana maswahaba watukufu wakiizungumzia bayati Ridwan walikuwa wanasema kwamba bayati hiyo ilikuwa ahadi ya kufa juu yake, kwamba kila Muislamu kwa ajili ya Islam na kwa ajili ya heshima yake atakufa katika njia ya Allah, lakini hatarudi nyuma. Na bayati hiyo
ilikuwa na kipengele chake makhsus kwamba bayat hiyo haikuwa bayati rasmi iliyotokana na jazba ya muda tu iliyoonyeshwa katika hali ile, bali ilikuwa sauti itokayo moyoni ambayo nyuma yake nguvu yote ya Waislam ilikuwa imejumuika juu ya nukta moja. Wakuraishi walipopata taarifa ya bayat hiyo wakashikwa na hofu, na pamoja na kuwaacha hat Uthman na wenzake wakawatuma wawakilishi wao wakisema kuwa katika hali yote wafunge mkataba na Waislamu, lakini waweki sharti kwamba badala ya kuja mwaka huu waje mwakani na wafanye umra. Upande wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshafunga nia kwamba sitasema lolote ambalo liwe kinyume cha heshima ya mwezi mtukufu na Baitullah. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa ameshampatia habari njema kwamba mkataba huu na Quraysh utaweka msingi wa mafanikio ya baadaye, hivyo kutokana na hali halisi ya makundi mawili, muda huu ulikuwa muda muafaka wa kufunga mkataba. Na katika hali hiyo Suhail bin Amr akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona na kusema kwamba sasa mambo yatakaa sawa. Maongezi ya suluhu yakaanza. Suhail bin Amr akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona Suhail kama imegusha elezwa hapo kabla kwamba Mtume Muhammad akamwona Suhail na akasema kwamba Suhail anakuja, Mungu akipenda mambo yatakuwa rahisi. Hivyo Suhail akaja na akasema kwamba njoni, tuko tayari kufunga mkataba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sisi pia tuko tayari, na akamuita katibu wake Hazrat Ali, na mkataba huo ulikuwa na masharti yafuatayo. Mwaka huu Mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake warudi, na mwakani wanaweza kuja Makka na kufanya umra, lakini wasije na silaha zao isipokuwa panga zilizofungwa katika ala zake, na wasikae Makka zaidi ya siku 3. Ikiwa mwanaume yeyote akitoka Makka na kwenda Madina, hata kama ni Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asimpe uhifadhi katika Madina na amrudishe. Lakini ikiwa Muislamu akiacha Madina aje Makka, yeye hatarudishwa. Sawa na riwaya nyingine ikiwa mtu wa Makka bila kuwa na ruhusa kutoka kwa mlezi wake aje Madina, yeye arudishwe. Kutoka makabila ya Uarabuni, kila kabila litakuwa huru katika kuchagua halifu yake. Mkataba huo utadumu kwa miaka 10, na katika muda huo vita itasitishwa kati ya Quraysh na Waislam. Mkataba huo utatayarishwa katika nakala 2, na watukufu wa pande zote wakatia saini kama washahidi. Kwa niaba ya Waislamu waliotia saini walikuwa Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman ambaye hadi wakati ule alikuwa amesharejea kutoka Makka, naye akatia saini Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas na Abu Ubaida. Baada ya kumaliza mkataba, Suhail bin Amr akachukua nakala moja ya mkataba na akarejea Makka, na nakala ya pili ikabaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muslih Maud radhiyallahu anhu ameeleza tukio hilo katika maneno yake kama hivi. Anasema baadhi ya watu waliwaambia watu wa Makka wakisema kuwa watu hawa wamekuja kufanya umra tu, wamekuja kufanya tawafu tu, sasa kwa nini mnawazuia? Lakini watu hawa hawakulainika. Ndipo watu wa makabila ya nje wakawaambia wakazi wa Makka kwamba jinsi mnayofanya hiyo inaonyesha kuwa nyinyi hamtaki suluhu, hivyo hatuko tayari kuungana nani. Hilo ni jambo jipya ambalo Hazrat Musleh Maud amelisema kwamba kulikuwa na shinikizo la makabila ya jirani,
na ndiyo maana watu wa Maka wakaogopa na wakarizia kwamba watajaribu kufunga mkataba na Waislamu. Taarifa hiyo ilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akamtuma hata Uthman ambaye baadaye akawa khalifa watatu ili aongee na watu wa Maka. Hata Uthman alipowasili Maka, na kwa kuwa mjini Maka alikuwa na jamaa wengi, hivyo jamaa zake wakamzingira na wakasema kwamba wewe ufanye tawafu, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje mwakani na afanye tawafu. Hata Uthman akasema siwezi kufanya tawafu bila kuwa na kiongozi wangu. Kwa kuwa maongezi haya na wakuu wa Makka yakachukua muda mrefu, hivyo baadhi ya watu wakasambaza taarifa hii kwamba Uthman ameuawa, na habari hiyo ikashamiri hadi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya maswahaba zake na akasema kwamba uhai wa mbalozi unalindwa na kaumu zote. Nyinyi mmesikia kwamba Uthman ameuawa na watu wa Makka. Kama habari hiyo ni ya kweli, basi sisi tutaingia Maka kwa nguvu. Yani tulikuwa na nia ya kuingia Maka kwa suluhu, na kwa kuwa hali hiyo itakuwa imebadilika, hivyo hatutakuwa na ulazima wa kutekeleza ahadi hiyo. Watu waliopo tayari kufanya ahadi hii kwamba ikiwa tutalazimika kusonga mbele, basi tutarudi na ushindi tu au tutauawa mmoja baada ya mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatangazia maswahaba 1500 walikuwa wamefuatana naye, wakabadilika katika sura ya wanajeshi, na wakishindana kwa upendo wakaanza kufanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bayati hiyo ina umuhimu wake katika historia ya Islam na inajulikana kama ahadi iliyofanywa chini ya mti, kwani wakati wa kupokea bayati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa chini ya mti. Kila mmoja wao maadamu alibaki kuwa hai alikuwa akieleza habari ya bayati hiyo kwa ufahari, kwani miongoni mwa watu 1500 hakuna hata mmoja aliyekwepa kufunga ahadi hiyo ya kwamba ikiwa maadui wamemua mbalozi wa Kiislam, basi leo tutafanya moja kati ya mawili: watapata ushindi wa Makka hadi jioni, au kabla ya jioni watauawa katika maidani ya vita. Lakini pale walipomaliza kufanya bayati, hata Uthman akarejea naye akawaambia kwamba mwaka huu watu wa Makka hawawezi kutoa ruksa ya kufanya tawafu, lakini mwakani wako tayari kuitoa hivyo kwa ajili yake wamemtuma mwakilishi wao. Baada ya muda mfupi tu kiongozi wa Makka Suhail akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mkataba, na mkataba huo ukaandikwa. Habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitaeleza katika siku za usoni. Napenda kuwaelekeza wanajamaat wafanye maombi kwa ajili ya hali ya Pakistan. Wanajumuiya hawana usalama hata katika nyumba zao, na kila sehemu pale maulvi anapoelekeza polisi wanafika huko. Wapo maaskari wema ambao wanasema kwamba tunawahurumia, lakini tufanyeje? Sisi tunashinikizwa na maafisa wa juu na tunalazimika kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu atuokoe na maafisa hawa wenye tabia mbaya, na aisalimishe nchi, na amjalie kila mwanajumuiya ili aishi nchini kwa uhuru na kwa usalama na amani. Mujikite sana katika maombi. Inshallah mkiendelea kuomba maombi, basi hivi karibuni inshallah tutaona kwamba mwisho wa wapinzani utakuwa mbaya mno. Mwenyezi Mungu atujalie kufanya maombi na ayakubali. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر